Habari ndugu msikilizaji, karibu tena katika kipindi changu hiki cha Makayula mahusiano na ndoa. Kumridhisha mume. Ufanyeje ili kumridhisha mume? Na kuja na topiki hii leo namba 1, kuwa kwako kwenye hesi sio sababu ya kumwacha mume wako ateseke na hamu zake. Mwanamke, kuwa kwenye siku zako sio sababu ya kufanya wewe umwache mume wako ateseke na hamu zake. Kuwa makini, usisababishe akatoka kwenye mstari. Na wala si dhambi kumpa mumeo ushirikiano muhimu, ila msifanye tendo la ndoa tu wala kuchezewa kwa tupu yako. Hayo ndiyo yaloharamishwa na Mwenyezi Mungu. Mumeo akikuhitaji nawe ukiwa katika hali hiyo, basi kuwa huru kumweleza kuwa nipo kwenye hedhi, lakini nitakuridhisha mume wangu, tena kwa maneno yaliyo laini yenye kumvutia mume wako. Jinsi ya kumridhisha mume wakati ukiwa kwenye hedhi. Sehemu muhimu. Unaweza kumnyonya mume wako sehemu mbalimbali zilizo muhimu na halali kisheria, kuanzia chuchu hadi maeneo mengine, ikiwa upo upande maulana walohusu maneno hayo. Lakini hapa, wapenzi wangu, lazima uwe na ujuzi ili utumikie kwenye unyonyaji. Maana wengine hunyonya utazani unataka kutoa uloto kwenye mfupa. Bali pitisha ulimi wako taratibu sana, na wala usikaze ulimi unyonyapo chuchu za kifuani mwake na tundu za masikio yake pamoja na shingo yake. Mikono yako baada ya kupapasana na kunyonyana maeneo yote muhimu, basi unaweza kupaka mafuta kwenye mikono yako. Miski ni bora, kwani humpa mume wako katika sehemu yake kuu. Ikiwa anatumia mikono yako ya kutelezesha taratibu, litamfanya ahisi kama yuko kwenye sehemu yake aloizoea kwa lile joto analolipata. Maziwa yako, hii ni muhimu mno na ni mujarabu sana kwa wale wake wenye vifua vikubwa. Wanaweza yasiwe makubwa sana, ila muhimu ni kama matiti yanakutana, basi uwe wa kumridhisha mumeo kwa njia hii unaoiona. Paka mafuta matiti yako yalainike, halafu mume wako apitishe utupu wake kati ya matiti yako na muanze mchezo mbalimbali, lakini si tendo la ndoa wala kuchezewa kwa utupu wako. Mapajani, hii ni njia nyingine na pia ni mjarabu sana kwa wenye miili minene. Ni njia hii ni maarufu na imekuja hadi kwenye hadithi za Mtume kuwa